Yangu naitwa Abdalla Fadhil Shomari, ni katibu wa siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kigamboni. Leo tumekuja kwenye mkutano wa kampeni wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan hapa katika viwanja vya TANESCO Yombo Vituka. Sisi kama wana Kigamboni tumejidhatiti katika hili na tumesema kwamba kwa kazi kubwa ambayo tufanyia Mheshimiwa Rais tukaja na kauli mbiu asante mama. Asante mama kwenye nini? Kwenye miradi ambayo ameitekeleza Kigamboni, kwenye miradi ambayo aliahidi kuifanya katika wilaya yetu ya Kigamboni. Kigamboni tunajivunia kuwa na hospitali ya taifa ya rufaa ya kifua kikuu pale eneo la Vijibweni, lakini Mheshimiwa Rais ametujengea kilomita 43 za kiwango cha lami kutoka kata ya Kibada kwenda kata ya Kisarawetu kupita kata ya Pemba Mnazi hatimaye kuishia katika kata ya Kimbiji. Hayo yote tukaja na kauli mbiu ya kusema asante mama. Kwa hiyo leo kama wana Kigamboni tumeona tuje kuhakikisha tunamsikiza Mheshimiwa Rais, lakini tunamuunga mkono na tunamwahidi Oktoba 29 tunakwenda kumimina kula za kutosha. Oktoba tunatiki. Kwa hiyo niendelee kualika wana Kigamboni, wakazi wa Dar es Salaam na wenzetu wa Temeke, wote tushiriki katika mkutano huu na tunaamini kwa kazi kubwa Mheshimiwa Rais aliyofanya tarehe 29 Oktoba tunakwenda kumheshimisha kwa kumpa kula nyingi sana, kula za kishindo. Na wana Kigamboni wamemwahidi mama kwamba atakapomaliza na baada ya kuwapa, sisi Kigamboni tunasubiri, tunamwandalia mapokezi makubwa, na hayo tutayafanya katika wilaya yetu ya Kigamboni kwa kumshukuru katika miradi ambayo Kigamboni ametukabidhi. Kigamboni ni wilaya pekee yenye hospitali 2 za wilaya, lakini wilaya pekee ambayo ina daraja la Kigamboni ambalo linatufanya tufike kwa wakati uliokuwa sahihi. Sasa labda niseme kwenye upande wa utekelezaji wa ilani katika kata, pale kata ya Tungi Mheshimiwa diwani yupo hapa mteule, lakini tunakwenda kujenga hospitali pale katika kata ya Tungi kwa maana ya kituo cha afya cha gorofa. Lakini kwenye kata ya Mji Mwema kipo kituo cha afya, kwenye kata takriban kata 6 tayari zina vituo vya afya. Ilibakia kata ya Tungi kwa kumalizia na inakwenda kupata kituo cha afya. Sasa mimi niseme kwamba wana Kigamboni tumekuja kwa ajili ya kumsupport Mheshimiwa Rais, na leo ataona shughuli ambayo tunakwenda kuifanya pale uwanjani. Hatutapoa kwa muda wote wa mkutano huu. Tutaweka vibe la maana, tutampokea mama na hakuna kupoa. Tumesema kuanzia sasa mpaka Mheshimiwa Rais atakapoondoka, sisi tutasimama wima na tuko tayari kuibeba Kigamboni, kuibeba kampeni hii ya Dar es Salaam. CCM oye! Kigamboni oye! Sisi binafsi kwa upande wa masuala ya usafirishaji hatuna deni naye. Yeye anatudai siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 kwenda kupiga kula, kwa sababu ameshatufanyia mambo makubwa. Jambo la kwanza, aliduheshimisha kuitwa maafisa usafirishaji abiria, na mpaka sasa hivi tuna 75% kwa abiria. Swala kuliita tena boda halipo. Sasa hivi tunaitwa maafisa usafirishaji abiria. Hata tukifika halmashauri ya manispaa ya wilaya ya Kigamboni, wote wanatuita maafisa usafirishaji abiria. Kwa hiyo ni jukumu ambalo ni kubwa sana ambalo sisi kama maafisa usafirishaji Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan tunapongeza sana. Jambo la pili, kwa upande wa Kigamboni bajaji ilikuwa ni shilingi 1500 ambao ilikuwa ni kivuko pale darajani. Ilikuwa ni shilingi 1500 na bodaboda ilikuwa ni shilingi 600. Lakini kwa sasa hivi kwa juhudi za Daktari Samia Suluhu Hassan na kutambua maafisa usafirishaji ni watu muhimu na ni watu wakubwa sana katika usafirishaji wao, akaona ni vyema atusikilize kilio chetu, katupunguzia. Sasa hivi tunapita kwa shilingi 500 kwa bajaji na bodaboda tunapita kwa shilingi 300. Ni jambo ambalo ni kubwa sana kwa sisi maafisa usafirishaji ambao tuliweza kulifikiria. Na sambamba na hilo, tumepeleka kilio tena kwa maafisa usafirishaji wa abiria upande wa bodaboda na bajaji. Kaondoa tena swala la TRA. TRA ya kulipa kwa mwaka sasa hivi hakuna. Ukishanunua chombo chako unalipia moja kwa moja. Hilo kwetu ni ahueni moja kubwa sana. Umeona? Kwa hivyo vitu vyote ambavyo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anatambua kwamba nguvu kazi ya taifa iko kwa vijana. Na vijana ndo sisi. Na sisi ndo wapiganaji. Kwa hiyo tunamhakikishia Mheshimiwa Rais, sisi mitano tena kwake. Sisi upande wa Kigamboni tuna matumaini makubwa ya kila ambacho mama anaendelea nacho. Niwaambieni tu wana Kigamboni na Watanzania, kama kuna wilaya ambayo imepata upendeleo mkubwa ni pamoja na wilaya ya Kigamboni.
Hakuna mahala ambapo wilaya kata zake zote zina kituo cha afya nchi nzima huwezi kupata, lakini Kigamboni kata zote tunavyoongea sasa hivi kuna vituo vya afya vinavyoendelea, na vingine kama alivyosema mwenezi ni vituo vya afya vinavyojengwa kwa staili ya gorofa kwa sababu ya kutunza matumizi ya ardhi. Kwa hiyo tuna uhakika kuwa wana Kigamboni watapata huduma ya afya kwa kiwango cha hali ya juu. Lakini pia Kigamboni imepata upendeleo mkubwa wa upande wa sekta ya elimu. Hakuna mahala ambapo shule zimepungua kwenye upande wa Kigamboni. Sana sana kwa vile kuna kuzaliana, tunaendelea kuongeza madarasa. Lakini kubwa zaidi, miaka iliyopita yote Kigamboni haikuwahi kuwa na mradi wa DMDP, mradi wa barabara za Benki ya Dunia. Kwa mwaka huu wa fedha hivi tunavyoongea na nyinyi, kata zote 7 ziko kwenye mradi huu, wakandarasi wako site na wanaendelea na kazi. Kwa jina naitwa Kurwa Zabdoni, afisa usafirishaji wilaya ya Kigamboni, kata ya Kibada. Nawakilisha wanachama wenzangu au afisa usafirishaji kata ya Kibada, wilaya ya Kigamboni. Nampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Hassan Suluhu. Ametusaidia kama sisi maafisa usafirishaji upande wa leseni, na upande wa leseni ulikuwa kwenda kulinyu leseni walikuwa wanakuambia shilingi 150,000, lakini saa hizi ni shilingi 40,000. Unaona? Kwa hiyo tunampongeza kwa hapo. Sambamba na hapo upande wa makosa, umefanya kosa labda umebeba mshikaki, faini yetu mama alishusha. Faini ni shilingi 10,000 kwa kila kosa. Kwa hiyo tunajivunia maafisa usafirishaji wilaya ya Kigamboni, kata ya Kibada. Mimi kama mwanachama naendeleza kuambia wanachama wenzangu, maafisa usafirishaji SMPD Kigamboni, msije mkadanganyika kusema muandamane. Mnapoandamana, anayewaambia muandamane yeye yuko Marekani au yuko Ujerumani. Sisi tuko hapa na familia zetu, tutazipeleka wapi tunapoenda kuandamana? Afisa usafirishaji, wewe ukiambiwa kuandamane, bora ukafanya kazi. Achana na masuala ya kuandamana. Vijana wetu wa Kigamboni tunapendana na tunawapenda. Viongozi wetu wameshazungumza, mwenyekiti, katibu, jopo lote imezungumza. Mimi kama mwanachama afisa usafirishaji nahamasisha msiende kuandamana, twendeni tukapige kura mitano tena Oktoba. Niwapongeze.